Umeshawahi kuacha kufanya jambo ambalo unalipenda sana kwa kuhofia tu watu watakufikiriaje? Au labda umevaa nguo fulani ukajikuta unajishtukia na kujiuliza, hivi watanionaje? Ukweli ni kwamba wengi wetu tumekuwa watumwa wa maoni ya watu wengine. Tunapoteza amani yetu ya akili tukijaribu kuwafurahisha watu ambao kiuhalisia hata hawajali sana kuhusu sisi. Karibu tena kwenye mfululizo wetu wa masomo ya Ustoa. Leo tutajifunza siri kubwa itakayokupa uhuru wa kweli, jinsi ya kuacha kujali maneno na maoni ya watu wengine. Kama wewe ni mgeni hapa, hakikisha una subscribe ili tuendelee kujifunza pamoja. Mfalme na mwanafalsafa wa Ustoa, Marcus Aurelius, aliwahi kuandika jambo la kushangaza sana. Alisema, mara zote huwa nashangaa, sote tunajipenda wenyewe zaidi kuliko tunavyowapenda watu wengine, lakini bado tunajali sana maoni yao kuhusu sisi kuliko tunavyojali maoni yetu wenyewe. Hebu tafakari hilo kwa kina. Kwa nini umpe mtu mwingine mamlaka ya kuamua thamani yako? Katika Ustoa kuna kanuni ya msingi tuliyoijadili kwenye masomo yaliyopita. Kanuni ya kutenganisha mambo yaliyo ndani ya uwezo wetu na yale yaliyo nje ya uwezo wetu. Maoni ya watu wengine, fikra zao na maneno yao vipo 100% nje ya uwezo wako. Huwezi kuingia kwenye akili ya mtu na kumlazimisha akuwaze vizuri. Hata ufanye mema kiasi gani, bado kuna mtu atapata sababu ya kukusema vibaya. Hivyo basi, unapoumiza kichwa na kukosa usingizi kwa sababu ya kile ambacho mtu fulani amesema kuhusu wewe, unakuwa unacheza mchezo ambao tayari umeshashindwa. Unapoteza nguvu zako kwenye kitu usichoweza kukibadilisha. Kuna ukweli mmoja mchungu ambao inabidi tu ukubali. Watu wako busy sana na maisha yao. Wana matatizo yao, wana hofu zao na wana msongo wao wa mawazo. Mtu anapokusema vibaya au kukuhukumu, mara nyingi haihusiani na wewe. Inahusiana na jinsi anavyojisikia yeye mwenyewe ndani yake. Wakati mwingine ni wivu, wakati mwingine ni kutojiamini kwao wenyewe, ndiko kunawafanya washushe wengine ili wajione wako juu. Kwa nini ubebe mzigo ambao sio wako? Mstoa mwingine, Epictetus, alisema, mtu yoyote anayeweza kukukasirisha anakuwa bwana wako. Ukiruhusu maneno ya mtu ya kuharibie siku, umempa huyo mtu nguvu ya kukuongoza, umempa remote ya maisha yako. Ustoa unatufundisha kuchukua tena hiyo remote. Sasa, tunafanyaje ili kuacha kujali? Hatua ya kwanza ni kujitambua wewe ni nani na unasimamia nini. Kama unajua ukweli wako, unajua dhamira yako ni safi na unafanya kile kilicho sahihi, basi maoni ya pembeni yanabaki kuwa kelele tu. Mti uliojikita vizuri chini hauyumbishwi na upepo unaovuma. Hatua ya pili ni kujiuliza hili swali kila unapojikuta unaanza kuhofia watu watasema nini. Je, maoni ya huyu mtu yataniongezea nini kwenye maisha yangu ya baadaye? Mara nyingi utagundua jibu ni hakuna. Yule anayekukosoa kwa kejeli leo hatokuwepo wakati unapitia changamoto zako za msingi. Hatokulipia bili zako wala hatokuletea chakula mezani. Hatua ya tatu ni kufanya mazoezi ya kupuuza. Ndiyo, kupuuza ni ujuzi unaojengwa. Mtu akisema kitu kibaya dhidi yako, usijibu hapo hapo. Nyamaza, ipe akili yako nafasi ya kutambua kwamba hayo ni maneno tu, hayana uwezo wa kukudhuru kimwili wala kiroho, isipokuwa tu kama wewe mwenyewe ukiyaruhusu yaingie moyoni mwako. Huu ndio uhuru wa kweli, uhuru wa kuishi maisha yako, kufanya maamuzi yako na kufuata ndoto zako bila kugeuka nyuma kuangalia nani anakucheka au nani anakunyoshea kidole. Anza leo, vua minyororo ya maoni ya watu. Kama somo hili limekupa mwanga mpya, tafadhali bonyeza alama ya like na uniachie comment hapo chini ukiniambia ni jambo gani ambalo ulikuwa unaogopa kulifanya kwa sababu ya watu, lakini kuanzia leo unaenda kulifanya. Usisahau kusubscribe. Tukutane kwenye video ijayo ambapo tutajifunza jinsi ya kugeuza matatizo kuwa fursa. Kuwa na amani.